DSB Digital, haki na ukweli. Sasa bwana, marafiki wawili, wanasema huu ugomvi wa marafiki huwa una mambo yake. Marafiki wawili waliokuwa marafiki hivi sasa ni wakati wao. Kuna vita kubwa sana inayoendelea kati ya Musk na Donald Trump. Yaani sasa walikuwa wanaipeleka chini kwa chini, sasa imekuja juu, kila mmoja kumuonyesha mwenzake kuwa mimi ni muhimu na mimi naweza nikakudhibiti, mimi naweza nikafanya. Mmoja ni mwanasiasa mwenye nguvu na ni rais mwenye maamuzi, mmoja ni bosi tajiri mkuu bora mwenye teknolojia kubwa ambao pia serikali ya Marekani inaitegemea kwa nafasi yake. Kwa nafasi yake. Anasema Elon Musk, Trump anahusika kwenye zile kashfa za Epstein. Kashfa za Epstein. Epstein, sijui kama uliwahi kusikia hizi kashfa za Epstein ambazo huyu bwana alikuwa anaitwa Epstein, alikuwa ni mtu maarufu sana Marekani, lakini alikwisha kufariki huyu bwana, lakini alihusishwa sana na kashfa nyingi ambazo zilikuwa zinahusu unyanyasaji wa ngono, kuchezea watoto wa kike na nini. Sasa serikali ya Marekani ilifanya uchunguzi wa hizi kashfa za Epstein kuanzia mwaka 2015 na kipindi cha nyuma, kina nani waliohusika. Sasa katika listi ya marafiki wa Donald Trump wa Epstein, Donald Trump yupo kwenye listi. Mara kadhaa walionekana kuanzia miaka ya 80 mpaka miaka ya 90 walikuwa marafiki, lakini walishiriki vitu vingi, lakini Donald Trump alishazungumza sifa nyingi kumhusu Epstein. Sasa hizi kashfa za Epstein ambazo zimekuwa zikitolewa kidogo na taarifa nyingi zimevuja kutoka majarida mbalimbali, wamekuwa wakizungumza kuwa hizi kashfa zinatajwa kuwa zilifichwa ili kutokumvuruga Donald Trump, kwa sababu kama zingedhihirika kuwa zingeenda tena kuharibu Donald Trump. Acha ile kashfa yule mwanamama mcheza picha za ngono, hii ni kashfa nyingine ambayo inamhusisha Donald Trump kwenye masuala ya Epstein. Sasa Donald Trump, Elon Musk anamtaja kuwa Donald Trump anahusika kwenye hiyo kashfa na ametaka uchunguzi ufanyike na zile kashfa ziibuliwe, zitolewe ili ulimwengu uweze kujua. Fikiria, Elon Musk amekwenda mbali zaidi, anasema kuwa Donald Trump hapaswi kuwa rais wa Marekani, hafai, na nafasi yake anatakiwa ashtakiwe, aondolewe, ile nafasi yake achukue makamu wa rais JD Vance, ndio achukue nafasi ya rais hivi sasa. Jamani, ni ugomvi wa wiki tu, ni juzi tu wameachana. Hawa wote unajua hawana makaba yale makoo. Yaani hawana siri, kuwa wote ni vichwa maji, ni wote ambao hujiona kuwa mabwanyenye, ambao kuwa hawawezi kuvumilia. Sasa Trump anajibu, anasema kuwa nafahamu hasira za Musk zimetoka wapi, ni kwa sababu sio kile alichokizungumza awali. Unajua Musk alivyoondoka anasema kuwa aliondoka kwa sababu ya mswada uliopitishwa, kuwa huu mswada ulikuwa unaenda kinyume na kile ambacho walikijenga wao, kwa sababu yeye kwenye doji yake alikuwa amejenga ile nidhamu inaitwa kubana matumizi. Yaani ameamua wabane matumizi kwenye serikali. Sasa katika kubana matumizi, mswada uliopitishwa unaonekana ni mswada ambao unaenda kuongeza zaidi matumizi. Sasa Trump anasema sio hilo nyie mnaloliona, kilichomuondoa huyu katika huu mswada pia kuna mswada ambao sisi tunapitisha ni wa kwenda kupunguza ruzuku kwenye baadhi ya makampuni yakiwemo masuala ya anga. Unajua masuala ya anga, masuala ya teknolojia, kama haya makampuni mengi ya Elon Musk ambayo yana mkataba na serikali ya Marekani, mabilioni ya dola, yanachukua ruzuku, yanalipwa ruzuku na serikali ya Marekani. Sasa Trump ana mpango wa kukata ruzuku kwenye hayo makampuni kabla, yani hata hawajaachana. Lakini tayari Trump alikuwa anaenda kuondoa ruzuku ya magari ya umeme. Unajua makampuni ya gari ya umeme ya Marekani yaliomba ruzuku baada ya vita yao kuwa kubwa na makampuni ya Uchina, kwa sababu leo hii duniani China ndio inaongoza kwa kusambaza magari ya umeme. Wachina walikuwa wakitengeneza magari ya umeme mpaka wanayafikisha Ulaya kwa bei ndogo ukilinganisha na magari yanayochapishwa Marekani. Sasa mshindani mkubwa wa China ni Tesla, kampuni ya Elon Musk. Sasa Marekani ikaona ili iweze bato, yani kwa wafanyabiashara wa Marekani, ili waweze kulindwa kwenye masoko yao na waweze kwenda na ile vita na Uchina kwenye masoko, ikabidi serikali ya Marekani iamue kutoa ruzuku kwenye makampuni ya magari ya umeme ili kuweza kushindana, ili wayafikishe sokoni kwa bei ambayo inakuwa inawezekana kununuliwa. Sasa Trump anaondoa ruzuku kwenye makampuni ya magari ya umeme. Trump anasema kuwa kwa hiyo vita yangu mimi na huyu inaanzia hapa, kwa sababu nimemdhibiti kwa kiwango chake. Sasa
kuna vita kubwa inaendelea kushutumiana, huyu anadai hivi, huyu anadai hivi. Trump anatishia kusema kuwa sasa serikali ya Marekani huenda ikakata tenda, yani ikaziondoa tenda zote ambazo walikuwa wameipa kampuni ya Elon Musk kwenye masuala mengi ambayo inawasaidia. Kwa hiyo anasema kuwa huenda wakakata zile kandarasi, waziondoe kabisa, zisiwepo. Sasa huu ugomvi wa hawa fahari wenye nguvu, kiasi kikubwa unavutia sana. Unavutia ni mfano wa ugomvi ambao mara kadhaa nimeuzungumza unapotokea Ulaya. Umeona unapokuwa Ulaya ugomvi kama huu huwa unavutia zaidi, kwa sababu wenye misuli wanapokwarurana, wenye nguvu wanapokwarurana inavutia sana, kwa sababu wakisha kwarurana tunayajua mengi, yani siri nyingi tunazijua. Kama ikifia kubabuana, wababuane wenyewe kwa wenyewe. Ndio hiki kinachotokea hivi sasa kati ya Elon Musk na Donald Trump, ambao hivi sasa wanashindana moja kwa moja. Yani hivi sasa hasubiri, kwa sababu Musk anatumia sana mtandao wake wa X kumpiga Trump, lakini Trump anatumia Truth na yeye kumbabua. Yani ni majibizano ya moja kwa moja. Huyu anasema uongo na huyu anasema uongo, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho ni kibaya sana, ambacho hata wachambuzi wa Marekani walikizungumza awali, kuwa Elon Musk anakaribishwa kwenye meza ya Ikulu. Anakaribishwa, unajua alivyokuwa anaitumikia Doge ilikuwa ina uwezo wa kuchukua taarifa zote kutoka kwenye wizara yoyote, kwenye ofisi za umma za Marekani, wakiomba taarifa ya sehemu fulani kwa ajili tunataka tupunguze. Kwa hiyo wanapata siri karibu zote za miradi na serikali inavyofanya wazi kila kitu. Kwa hiyo ni rahisi kuhujumu kwa kila kitu, na ndio maana wengi walikuwa wanapinga ushiriki wa Doge au ushiriki wa Elon Musk, ambaye ana kofia mbili. Yeye mfanya biashara, mwekezaji, lakini pia anashiriki kwenye serikali. Atakuja kuleta mgongano tu wa maslahi huko mbele. Sasa leo hii Elon Musk amekaa zaidi ya siku 130 kule White House, akitumika kwa karibu kabisa. Anajua mipango mingi ya Trump, anajua siri nyingi za Trump, na anajua vitu vingi. Anatoka amebeba bomu lako pembeni. Yani huyu ni moja ya maadui wabaya zaidi. Yani huyu ni hatari, kwa sababu adui anayekujua. Maana ukiangalia kwa Donald Trump na Musk hawakuwa marafiki, nje ya kuwa walikuja na urafiki tu wakati wa kampeni. Musk akachangia zaidi ya milioni 200 na kitu dola kwa ajili ya kampeni za Donald Trump, akashinda, akatunukiwa tuzo, akapewa ufadhili, akafaidika kweli kweli. Lakini kwa hivi siku za karibuni, baada hata ya video zilianza kutrend, video nyingi ambazo zinaonekana watu wengi, unajua watu walioachishwa kazi kupitia Doge ni watu 1600 au waliachishwa kazi kabisa. Waliosimamishwa kwa likizo zisizojulikana muda wake ni 4700. Kwa hiyo kuna athari kubwa ya watu kukosa kazi. Kwa hiyo tayari watu wa Marekani wakaona kama Doge ndio imetusababishia matatizo mengi. Hata video zikaanza kuonekana kuwa Marekani walikuwa wakizishambulia zile gari za Tesla zikipita barabarani. Matokeo yake nini? Hisa kwenye kampuni za Tesla zikaporomoka vibaya. Yani hisa zikaanguka, kwa sababu Musk alikuwa ameshika huku na huku, haeleweki. Kwa hiyo wawekezaji wa Tesla wakaanza kutishia kuondoa uwekezaji wao. Ndio ikabidi aseme ngoja nichague moja, nitoke nikae upande mmoja ili kuweza kunusuru hisa. Sasa tangazo pia la Trump la kusema kuwa anakusudia kukata ruzuku kwenye kampuni ya Tesla, anakusudia kukata tenda za makampuni ya Elon Musk kwenye serikali ya Marekani, yameenda kuporomosha tena kwa kiwango kikubwa hisa za Tesla. Kwa hiyo hii ni vita moja nzuri sana, na ni vita tamu sana ya wababe ambao tuwaachie wararuane. Natamani kuiona vita ikiendelea, ili tuweze kuona na sisi tuweze kupita kwenye njia zetu. Jamani, Eid Mubaraka, asanteni sana na jioni njema.